Unajua kuna jambo moja ambalo mwenza wako akilifanya, hata kama anakuambia anakupenda mara 1000 kwa siku, huyo mtu anakuwa anakuigizia? Leo nitakufunulia mambo 5 ambayo mtu anayekupenda kwa dhati hawezi kukufanyia. Na jambo la 5 ni la kikatili zaidi ambalo wengi hulichukulia kama ni kawaida, lakini ndilo linalovunja mioyo ya watu wengi kimya kimya. Kaa nami mpaka mwisho ujue kama upo kwenye mikono salama. Kabla hatujaanza, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele hapo chini ili uwe unapata mafunzo haya ya mahusiano kila wiki. Karibu. Namba 1. Hawezi kukudharau mbele ya watu. Public humiliation. Kisaikolojia, heshima ni msingi mkubwa kuliko hata hisia za mapenzi. Mtu anayekupenda kweli anakuwa defender wako namba 1. Mtu akikupenda hawezi kutumia mapungufu yako kama kichekesho mbele ya marafiki zake au ndugu zake. Akifanya hivyo, anakuwa anatafuta validity au sifa kwa kuonekana yeye ni bora kuliko wewe. Kama unafanya kosa mbele ya watu, mtu anayekupenda atakaa kimya au atakutetea, kisha atasubiri mkiwa faragha nyumbani, ndipo atakuambia kwa upole wapi umekosea. Hapo kakufanyia emotional safety. Mahusiano bora yanajengwa kwenye usalama wa kihisia. Ukiona mwenza wako anakuumbua au kukucheka mbele ya watu ili aonekane yeye ni mjanja, hiyo ni red flag kubwa ya ukosefu wa heshima na mapenzi ya dhati. Namba 2. Hatumii ukimya, silence, kama silaha ya kukuadhibu. Stonewalling. Hapa ndipo watu wengi hukwama. Kuna tofauti kati ya kukaa kimya ili kutuliza hasira na kukaa kimya ili kumkomoa mwenzako. Mtu anayekupenda kweli hawezi kukuacha kwenye hali ya kutokujua, uncertainty, kwa siku 2, 3 au wiki nzima bila kuzungumza na wewe eti kisa mmepishana kauli. Hii kitaalamu inaitwa stonewalling. Kitendo hiki ni aina ya emotional abuse. Kinamfanya mwenzako ajihisi hana thamani, ajihisi mpweke na kuanza kujilaumu kupita kiasi. Mapenzi ya dhati yanatafuta suluhu, reconciliation, sio ushindi. Mtu anayekupenda atakuambia, kwa sasa nimekasirika, naomba nikae peke yangu kwa saa 2 nitulie, kisha tutaongea. Lakini hata kuacha gizani kwa makusudi ili uteseke kihisia. Namba 3. Hata kuweka siri, privacy versus secrecy. Kuna utofauti mkubwa kati ya kuweka mahusiano yenu kuwa ya siri, secret, na kuyaweka kuwa ya kifamilia au faragha, private. Mtu anayekupenda kweli anajivunia wewe. Hii haimaanishi lazima akupost kila dakika kwenye Instagram au WhatsApp. Hapana, namaanisha watu wake wa karibu, ndugu na marafiki wa kweli wanajua uwepo wako. Ukiona mtu anakuficha kama bidhaa ya magendo, hawataki marafiki zake wakujue, hataki uonekane naye sehemu za wazi, na anajikanyaga anapoulizwa kuhusu wewe, hapo hakuna mapenzi. Kwa nini anafanya hivyo? Mara nyingi ni kwa sababu hataki kufunga milango kwa watu wengine, keeping options open, au anaona hautoshi kuwa sehemu ya maisha yake ya baadaye. Mtu anayekupenda anakupa identity katika maisha yake. Namba 4. Hatavuka mipaka yako ya kibinafsi. Respecting boundaries. Upendo sio kumiliki mtu, possession, bali ni kuambatana na mtu huku mkiheshimiana. Mtu anayekupenda kweli hawezi kukulazimisha kufanya vitu ambavyo vinapingana na maadili yako, dini yako au malengo ya maisha yako. Hawezi kukulazimisha kumpa passwords za simu yako kwa nguvu ikiwa haujisikii kufanya hivyo. Hawezi kukulazimisha kutumia pesa zako kwa mambo yasiyo ya msingi, na hawezi kukulazimisha kufanya tendo la ndoa kama hauko tayari, consent. Upendo wa dhati unampa mwenzako nafasi ya kuwa yeye. Ukiona mtu anajaribu kukubadilisha uwe kama anavyotaka yeye, hapo anapenda taswira aliyoitengeneza kichwani mwake, hakupendi wewe kama wewe. Namba 5. Hata kuacha ujisikie upweke ukiwa naye. Emotional neglect. Hii ndiyo pointi niliyokuambia mwanzo kuwa ni ya kikatili zaidi. Kuna aina ya upweke mbaya sana duniani. Upweke wa kuwa ndani ya mahusiano na mtu ambaye yupo kimwili lakini hayupo kihisia. Mtu anayekupenda kweli hawezi kukupuuza hisia zako.
Ukimwambia ninaumia, hawezi kukujibu wewe ni muoga sana au unakuza mambo. Katika mapenzi ya kweli, mwenza wako anapaswa kuwa safe haven yako, yaani bandari salama. Ukihisi huwezi kumshirikisha shida zako kwa sababu atazipuuza au atazitumia kukucheka, basi hapo upendo umeshaoza. Mapenzi ni umakini, attention. Ukiona mwenza wako anapendelea zaidi simu yake, marafiki zake au kazi yake kwa kiasi ambacho wewe unajihisi kama furniture ndani ya nyumba, basi jua kipaumbele chake kimeshahama. Mtu anayekupenda kweli anahakikisha unahisi uwepo wake, emotional connection. Baada ya kuona mambo haya matano, chukua dakika moja kutafakari mahusiano yako. Kumbuka, hakuna binadamu aliyekamilika kwa 100%, lakini kama mwenza wako anafanya mambo haya matano kwa makusudi na mara kwa mara, ni wakati wa kujiuliza kama kweli unastahili maisha hayo. Mapenzi hayapaswi kuwa kifungo, yanapaswa kuwa amani. Kama video hii imekufungua macho, usisahau kulike na kusema nimeelewa kwenye sehemu ya maoni, comments. Pia, share video hii na rafiki yako mmoja unayehisi anapitia wakati mgumu kwenye mahusiano yake. Unaweza kuokoa maisha ya mtu leo. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video inayokuja. Peace.